Niwape pole kwa sababu ni short notice, tumetangaza uwepo wa mkutano huo wa waandishi wa habari, lakini mmeitikia kwa wingi sana kuja hapa. Kwa hiyo pia niseme asante kwa kuonyesha mnajali na mko tayari kuhabarisha umma yale yote ambayo yanaendelea kwenye klabu yetu. Kubwa ambalo tumewaitia hapa siku ya leo mida hii ya jioni hapa makao makuu ya klabu yetu ya Yanga. Leo wote mmeshuhudia uongozi wa klabu ya Young Africans tukiongozwa na makamu wetu wa rais, tukiwa kwenye ofisi za bodi ya ligi ya Tanzania, na tulikwenda leo pale mahususi kabisa kwa ajili ya mkutano. Siku ya tarehe 7 bodi ya ligi kuu hapa Tanzania iliuandikia uongozi wa klabu ya Young Africans barua ya kuwaomba kushiriki kwenye kikao, na walikiita kikao maalum ambacho kilikuwa na ajenda moja tu, kujadili yanayohusu mchezo namba 184, mchezo wa Kariakoo Derby kati ya klabu ya Young Africa na Simba Sports Club. Na katika barua hiyo bodi ya ligi walituomba kwamba ushiriki wetu ni muhimu kwa maslahi mapana ya klabu yetu, ligi kwa ujumla na mchezo wa mpira miguu hapa Tanzania. Wito huu ulikuja siku ya tarehe 7 na leo uongozi wa klabu yetu ya Yanga ukatii wito huu kwa kufika kwenye ofisi za bodi ya ligi majira ya saa 4 kamili asubuhi kwenda kusikiliza ambacho tumeitiwa. Kama ambavyo ajenda kuu ilielekeza kwenye barua, ndivyo ambavyo mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto alifungua kikao na kutueleza sababu ya kutuita, na kimsingi alijikita kwenye kuelezea lile ambalo aliliainisha kwenye barua ya wito kuhusu mchezo namba 184 wa Kariakoo Derby. Walitaka kusikia kutoka upande wetu wa klabu ya Young Africans na sisi tusikie kutoka kwao. Kuclarify hapo, nimeona waandishi wengi, wachambuzi wengi mmeandika kilikuwa ni kikao cha maandalizi ya mechi. Si kweli, hatukwenda kudiscuss maandalizi yoyote, tulikwenda kudiscuss hiyo sintofahamu ya Kariakoo Derby, mchezo namba 184. Yamejadiliwa mengi kwenye kikao kile, na sisi klabu ya Young Africans tulipopewa nafasi ya kuzungumza tulizungumza mengi vile vile, kama ambavyo bodi ya ligi ilizungumza mengi pia kupitia kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi. Na baada ya pale tulifunga kikao kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi kutujuza kwamba amepokea yale ambayo klabu ya Young Africans imefikisha na wanakwenda kuyafanyia kazi. Na CEO wa bodi ya ligi alisisitiza kwa uharaka wa ambayo tumeyasema na uharaka wa mchezo wenyewe, basi atafanyiwa kazi haraka ipasavyo na tutapata majibu kwa njia rasmi ya taasisi. Tumeondoka pale, tumefika hapa ofisini, tumemwona mtendaji wa bodi ya ligi Almas Kasongo akizungumza na waandishi wa habari na akigusia au akielezea yale ambayo yametokea kwenye kikao kile. Jambo zuri amelifanya, lakini kwa masikitiko makubwa ambayo tuko nayo, tulifikiri kama aliamua kuyazungumza yaliyozungumzwa kwenye kikao, basi alikuwa na fursa ya kuzungumza yote, azungumze yote ambayo yalijadiliwa kwenye kikao, sio unazungumza kidogo unaacha kidogo. Sasa kwa kuwa alikuwa na fursa ya kuzungumza mengi na ameyaacha, nitumie fursa hiyo kuyazungumza yote ambayo yamezungumzwa kwenye kikao. Na hatufanyi hivi kwa lengo la kushindana na mtu, tunafanya hivi kwa sababu jambo hili lina interest ya public, lina interest ya umma, na umma hautakiwi kupotoshwa kwenye jambo hili hata kwa bahati mbaya. Kila taarifa ambayo tunakubaliana iende public, basi iende ikiwa imekamilika. Taarifa isiende nusu nusu, au mtu usichague taarifa kwa sababu inakupendelea wewe au inakufeva ndio uitoe kwa public. Toa taarifa sahihi kama umeamua kutoa taarifa sahihi.
Moja katika mambo ambayo uongozi wa klabu ya Young Africans uliyauliza kwenye kikao, na ni swali ambalo wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu wamekuwa wakijiuliza, na sio hao tu pekee, wadau wa mpira wa miguu nchi hii wamekuwa wakijiuliza, na sio hao tu pekee, hata nyie ndugu zangu waandishi wa habari mmekuwa mkijiuliza swali hili na hampati majibu. Swali gani? Ni kuhusu ripoti ya uchunguzi wa mechi ya Kariakoo Derby iliyopangwa kuchezwa Machi 8. Nini kilitokea hadi ile mechi ikaahirishwa? Hatujawahi kupata ripoti. Nyie hamjui ripoti na sisi hatujui hiyo ripoti. Ilikuwa swali la kwanza kuulizwa kwenye kikao. Ndio nikasema unapokuja kuelezea taarifa ya kikao ni vyema ukaelezea taarifa yote, usiguse nusu nusu. Hapa kwenye ripoti, ndugu zangu waandishi wa habari, ni kweli bodi ya ligi wamekiri ripoti ipo na wanayo ya kilichotokea Machi 8. Na afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almasi Kasongo akakiambia kikao, ripoti ile yako mambo ambayo yanawafanya washindwe kuisema public, ikiwemo kwa mujibu wake, ikiwemo katika ripoti hiyo inaonyesha yupo kiongozi mkubwa wa serikali ambaye ndani ya kikao walimtaja, alipiga simu geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi 7. Nashangaa kwenye taarifa yake aliyozungumza na waandishi hajalisema hiyo, lakini ndani ya kikao amekiri ripoti iko wazi. Kwa nitumie fursa hii kuwaambia ndugu zangu waandishi wa habari, kuwajuza umma na Watanzania kwa ujumla, ripoti ya kilichosababisha Machi 8 mechi isipigwe ipo tayari na bodi ya ligi wako nayo. Hawajakuwa na utayari wa kuja kuisema kwa sababu zao, na moja ya sababu amesema afisa mtendaji mkuu wa bodi, yupo kiongozi mkubwa wa kiserikali ambaye alizuia geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi 7. Kwa hiyo nitumie fursa hii kumwambia Almasi Kasongo, kumuomba akiwa anazungumza next time mkipata fursa ya kukutana naye, waambie Watanzania wanataka kujua ripoti ya Machi 8 clean ilivyo, eleza umma upate kufahamu. Umma hautaki kubaki na sintofahamu. Mbali na hilo, tuliwasilisha ripoti yetu na tukaeleza matakwa ya klabu ya Young Africans. Tuliwasilisha ripoti yetu na tukaeleza matakwa yetu ya klabu ya Young Africans. Ni kweli tumeainisha matakwa haya manne kama mlivyoambiwa na kama mlivyosikia na kusoma. Tumepeleka matakwa haya manne, lakini ukweli ambao hamjaambiwa, matakwa haya manne tumeyagawa kwenye phase mbili. Kuna matakwa ya muda mfupi na kuna matakwa ya muda mrefu. Tuelewane vizuri ndugu zangu waandishi wa habari, na hii taarifa ni muhimu mkaipata ikiwa imenyooka ili umma upate kuelewa. Tumeitwa kwenye kikao kwa sababu ya mchezo namba 184. Mchezo huu ulihairishwa Machi 8, umepangiwa tarehe 15. Klabu ya Yanga imesema haitashiriki huo mchezo, na ndio msimamo ambao uliwasilisha kwenye kikao mbele ya bodi. Ili tuweze kushiriki mchezo huo, tulikuwa na matakwa yetu mezani, na matakwa hayo jumla alikuwa manne. Katika haya manne, ndugu zangu waandishi wa habari, matatu ni matakwa ambayo tunaamini yakitekelezwa kwa haraka, klabu yetu ya Young Africans itakuwa tayari kwenda uwanjani kwa tarehe nyingine tofauti na 15 kwenda kucheza mechi ya Kariakoo. Lakini takwa moja katika hayo manne ni takwa la muda mrefu, sio takwa la leo wala kesho. Kwa hiyo asitokee mtu akawadanganya kwamba klabu ya Yanga imekuja kuomba haya, alafu katika haya kuna mchakato sijui upitie uende wapi. Ni uongo. Tumeomba matakwa manne na matakwa haya yapo kwenye phase mbili, na barua yetu tuliyowasilisha bodi ya ligi imejielezea specific kwamba mkitekeleza matakwa haya matatu bungi inapigwa. Ili moja ni takwa kwa ajili ya mpango wa muda mrefu. Matakwa haya manne ni yapi? Na matatu ambayo specific tumeainisha ili yafanyiwe kazi tuweze kucheza pia ni yapi? La kwanza,
na la kwanza linakwenda sambamba na la pili. La kwanza